Watu wacheza mchezo wa finali ya CRDB mpaka walipo hela zao na TFF. Ni aibu. Mambo haya tulikuwa tunayajua atafanyiwa na Mungu kwa sababu ni mdogo. Kwa nini wasimtaje mtu ambaye amepiga simu au ametoa oda geti lisifunguliwe? Mkisoma historia zaidi mtakuja kugundua zamani wakoloni walikuwa hawataki watu kukaa vikundi. Sijui mnanielewa? Haya mambo nyewe hamyajui. Yaani leo wachambuzi wa mpira tumetoka kwenye kuchambua mpira tunaongelea kwenye mambo ya kisiasa. Lakini mimi nimeshakaa na wazee wakaniambia mpira huu wetu haukuanzishwa kwa sababu ya maslahi ya mpira wa miguu. Ulianzishwa kwa sababu wakoloni walikuwa hawataki watu wakae vikundi kwa vikundi. Sakata ni kubwa na sakata lilipofika ni kubaya. Sakata ni kubwa na sakata lilipofika ni kubaya. Sawa sawa? Ndio. Nyinyi ni mashuhuda. Tushawahi kusema sana na tutasema mpira wa nchi hii haukuanzishwa kwa sababu ya mpira wa miguu. Unataka kusemaje dosi? Mpira wa nchi hii umeanzishwa kwa sababu za kisiasa. Kwa hiyo unataka kusemaje dosi? Hebu nyoka watu. Na ndio maana leo wanasiasa wanaamua kupanga matokeo. Unasema? Na ndio maana leo viongozi wa kiserikali wanaamua kupanga mambo yao. Haiwezekani kama mechi moja inasumbua watu zaidi ya miezi mitatu. Lakini Dosa, hichi kitu ambacho kilichofanyika jana kuwaita Yanga, kuwasikiliza nini wanachokitaka. Hauoni ili bidi ifanyike muda? Ndio maana nikasema sakata lilipofika ni kubaya. Bodi ya ligi ili jambo walikuwa wanalijua mapema. Na walikuwa wana nafasi wa kulimaliza ile jambo mapema. Tunaweza tukajiuliza bodi ya ligi imefikiria nini mpaka ikawaita Yanga siku za jioni. Kama walikuwa wanahitaji ya mambo wangeita mapema. Yanga hajaanza kuimba leo atuchezi. Huu wimbo atuchezi mpaka mtoto aliozaliwa juzi pia na wimba. Kama umeshakaa kwenye vichwa vya watu. Na watu wamekomaa. Yaani mimi nimeshangaa. Juzi nimeona watu wanacheza maulidi wametunga kaswida ya nyimbo hatuchezi. Siku ya Idi hiyo. Siku ya Idi. Video zinatoka watu wanacheza dufu kwamba hatuchezi. Lakini ni jambo la kufikirisha kwa viongozi wetu wa kiserikali. Wakati jambo hili linaendelea kuwa ni shida kwenye vichwa vyetu, kuwa ni tabu kwenye mpira wetu, jambo likapelekwa bungeni, nyinyi mlikuwepo. Tumelipeleka bungeni tukiamini bungeni ndio sehemu salama ya kutatua migogoro. Ndio sehemu salama ya kutunga sheria zetu. Si ndio? Ndio. Mbunge anapewa jukumu hili la kulitatua naye anaimba kwenye bunge hatuchezi. Wengine mtacheza tu. Na huku upande wa pili wabunge wanakuambia mtacheza. Kama mtaki sijui mtafanywaje. Ni mambo ya kihuni kabisa. Lakini ni kwa sababu mpira wa Tanzania haukuanzishwa kwa maslahi ya mpira wa miguu. Mkisoma historia zaidi mtakuja kugundua zamani wakoloni walikuwa hawataki watu kukaa vikundi. Sijui mnanielewa? Haya mambo nyewe hamyajui. Lakini mimi nimeshakaa na wazee wakaniambia mpira huu wetu haukuanzishwa kwa sababu ya maslahi ya mpira wa miguu. Ulianzishwa kwa sababu wakoloni walikuwa hawataki watu wakae vikundi kwa vikundi. Sio maneno vizuri. Kwa hiyo Watanzania wakaamua kuweka vikundi kwa ajili ya kutengeneza slogan ya mpira wa miguu. Ndio kaletwa neno siasa. Ndio kaletwa neno siasa zaki. Na ndio maana leo viongozi wa shirikisho hawana nguvu kwenye mpira wetu kuliko wanasiasa. Ndio. Kwa ndugu yako yule yupo tu bana. Yule ni mzee wangu wa nyumbani kabisa, lakini kwenye hili amezidiwa. Na sio jambo geni. Yaani jana mmemsikia afisa habari wa Yanga Alikamwe anasema kuna kiongozi mkubwa serikalini. Si ndio? Kwanza kiongozi mkubwa wa serikali ni nani?
Msiseme hapo mtaingia kwenye mashaka. Nyinyi msitaje. Wewe sema tujue sasa. Kiongozi mkubwa wa kiserikali anajulikana. Unataka kusema nani? Taki kusema mtu. Usije ikatokea sitofahamu kile. Anajulikana inamaanisha unamjua sasa mjui. Ali Kamwe anamjua. Ali Kamwe anamjua. Okay. Na bodi ya ligi wanamjua. Bwana. Lakini haya mambo sio mara ya kwanza. Kuna nyakati za nyuma. Mkuu wa mkoa mmoja alikuwa ni shabiki na mwanachama wa Simba, alikuwa anakaa mpaka kwenye benchi na anapanga matokeo. Halikuwepo. Sasa mbona kama unajua hivi? Hebu sema basi. Sio kama najua, nimestadi mambo mengi kwa ajili ya kutaka kufahamu mpira wetu. Si ndio unajua? Kwa kutaka kujua nini chanzo cha mpira wetu kuwa maafa. Okay. Na ushawajua watu. Sitaki niambie cho shahidi. Yupo mkuu mmoja hapa. Alikuwa anakaa kwenye technical staff ya Simba. Okay. Yupo. Kwa hiyo unaniambia sasa hivi makali hapo kwa Simba. Na ndo maana niliwahi kuzungumza na Bipo TV. M15. Yanga wana haki ya kulalamika. Lakini Yanga wanapaswa kufahamu waliokuwa kwenye shirikisho ndo wameshika mpini. Na hawa waliokuwa kwenye shirikisho ndo mashabiki na wanachama wa Simba. Okay. Wewe hujui kama Kidau ni Simba? Hasa hapo umeeleweka. Wewe hujui kama wale Skaria ni Simba? Wewe hujui afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu TFF nani? Wewe M15 mjui? Mario Ndimbo. Hujui kama ni Simba? Wewe hujui kama aliyekuwa mwenyekiti wa Coastal Union ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa bodi ya ligi? Kizubuto. Ni Simba. Na hili mimi nakwambia hakuna mtu yoyote ambaye ana vinasaba na Coastal Union alafu asiwe Simba Sport Club. Na ndio maana Yanga kwenye matakwa yao makuu manne wakawataja wale watu vyo vitatu ving'oke na bodi iwe huru. Na wale watu hawakutajwa kwa bahati mbaya. Na hawakutajwa tu kwa sababu wapo kwenye shirikisho. Wametajwa kwa sababu wao ni wanachama na ni mashabiki wa Simba. Lakini sio hivyo tu, wana interest kubwa na Simba Sport Club. Na jana wakaongeza kwamba watu wacheza mchezo wa finali ya CRDB mpaka walipo hela zao na TFF. Ni aibu. Mambo haya tulikuwa tunayajua atafanyiwa na Mungu kwa sababu ni mdogo. Mambo haya tulifahamu atafanyiwa nani? Ihefu kwa sababu ni mdogo. Si ndio? Kagera kwa sababu ni mdogo. Mpaka Yanga na kuja kunyimwa pesa mwaka mzima. Sasa unafikiria kuna mpira tena hapo? Tutajua mengi kwenye ile sakata. Tutajua mengi. Na wamesema wanaanza kufumbua moja moja. Nimesema hivi, kaeni kwa kutulia, tutajua mengi. Na lingine walitabiri ipi linalokuja? Unajua? Bodi ya ligi imejichanganya sana. Sana. Bodi ya ligi imejichanganya kwa kiasi kikubwa. Bodi ya ligi imejichanganya vibaya mno. Imechanganyikiwa. Imejichanganya. Sitaki kunipeleka huko. Imejichanganya. Mwanzo walikuja wakasema mechi itachezwa. Na mwenyewe kama mmoja unasema nikasema kwa maslahi ya mpira wa miguu mechi itachezwa kwa maslahi ya mpira wa miguu. Nielewe vizuri. Sio kwa maslahi ya TFF. Sio kwa maslahi ya Yanga wala sio kwa maslahi ya nani? Ni Simba. Nikasema hivi kwa maslahi ya mpira wa miguu wa Tanzania. Kwa maslahi ya nchi ya Tanzania mechi inapaswa kuchezwa. Ndivyo nilivyosema. Very clear kabisa nilizungumza. Ukanyoka. Sikuzungumza kwa interest za Yanga, sikuzungumza kwa interest za Simba wala za bodi ya ligi. Nimezungumza kwa kuamini mpira wa kwetu hivi sasa umekuwa ni ajira. Kwa hiyo uliungana na bodi ya ligi kufuata ratiba, si ndio? Bodi ya ligi si mpaka jana wamesema mechi ipo. Si ndio? Kwa bado unaungana nao. Afande nilegezee kamba hiyo inaitwa. Si ndio? Ule wimbo unaitwa hivyo? Kaimba nani? Si ule mke wa Nasibu. Ndo Zuchu. Afande nilegezee kamba. Kuna kesi nyingine za kusingiziwa. Okay. Bodi ya ligi kupitia afisa habari wao alisema tiketi walizozitumia walizozikata tarehe 8 watakuja kuzitumia tarehe 15 wakimaanisha mechi ipo, si ndio? Lakini unajiuliza kuna baadhi mashabiki walikata tiketi wakaingia uwanjani.
Na hivi sasa Watanzania tumeendelea, tuna mfumo mpya kuingia uwanjani, kimaanisha N-card. Ukiskani na kwa scan tayari, si ndio? Jiulize wale, tunawauliza swali la kwanza bodi ya ligi. Wale waliokuwa scanned kwenye zile sketi watafanyaje? La kwanza. Ndio. Lakini la pili tunawauliza bodi ya ligi, si ndio? Kamanda kanda maalum wa Dar es Salaam kimaanisha Mzee Muriro alisema hali ya utulivu ni shwari. Hali ya amani hiyo, si ndio? Ni nini? Ni shwari. Bodi ya ligi wanakuja kutuambia kwamba palikuwa na hali ya uvunjifu wa amani. Si ndio? Na viashiria vya rushwa. Ukimsikiza mkuu wa TAKUKURU kanda ya Temeke anasema sisi hatujapokea taarifa yoyote tuliokuwa kwamba kuna viashiria vya rushwa. Taarifa zinakinzana. Bodi ya ligi utanisamehe. Kwenye hili? Utanisamehe. Unakataa. Kwenye hili? Ni wazee wangu. Na wengine tunatoka nao mkoa mmoja. Chambo cha Nasoro anasema mkoa wa Tanga wote kazi yao kucheza barikoko. Wasitaki kutuaminisha huku. Sio mnaelewa vizuri? Ndio. Sasa unajiuliza why kauli ya bodi ya ligi na kauli ya jeshi la polisi zinatofautiana? Si ndio? Unajiuliza why nani kauli za bodi ya ligi na kauli ya mkuu wa TAKUKURU kanda maalum ya nani ya Temeke zinatofautiana? Lakini Dosa, mimi nataka nikwambie hivi. Simba walisema hawatoshiriki mchezo endapo wale watu watafanyaje? Wataadhibiwa. Si ndio hivyo? Yaani watajwe lakini pia wafanyaje? Waadhibiwe. Lakini jana pia wakatuma barua yao Simba kwa mkia leo Simba. Wamesema mchezo upo pale pale na wana Simba walokata tiketi wasubiri kuingia uwanjani, wengine wanasubiri utaratibu kuingia ndani ya uwanja. Sasa kwa hili watu wanatafsiri kama Simba naye katafuta naye upande wake naye pia. Simba naye kaja na jingine. Mchezo iko tarehe 15 upo pale pale. Hatima ya mpira inaingia shimoni. Huyu matakwa, huyu upo pale pale kaungana na bodi. Hatima ya mpira inaingia shimoni. Moshi mweusi unaendelea kufanyaje? Tanda. Yanga wao wamesema hawachezi mpaka Mguto wafanyaje? Na Kasongo pia. Mpaka Kasongo wafanyaje? Pigwe chini. Mpaka Kidau wafanyaje? Pigwe chini. Tunajiuliza je, hilo linawezekana? Lakini TFF wakishirikiana na bodi ya ligi, kwa nini wasimtaje mtu ambaye amepiga simu au ametoa oda geti lisifunguliwe? Haya mambo ifikie wakati tukomeshe. Yaani leo wachambuzi wa mpira tumetoka kwenye kuchambua mpira, tunaongelea kwenye mambo ya kisiasa. Tunaongea kwenye mambo ya kijinai. Tunaongea kwenye mambo ya kiuchumi ambao sio fani yetu. Kwa sababu swala la TAKUKURU, swala la rushwa, swala la kiuchumi. Watakiwa wazungumze wenye elimu ya nini? Ya kiuchumi. Swala la mtu mwana sijui kiongozi mkubwa sio katoa oda uwanja usifungule ni swala la kisiasa.